Mheshimiwa Makamu wa Rais, waheshimiwa viongozi wote mlioandamana na Mheshimiwa Makamu wa Rais, wapendwa ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, leo siku ya kumbukumbu ya Mtakatifu Kalisto, Papa na mfiadini aliyeishi karne ya 3, tunaadhimisha misa hii maalum kumwombea Mwalimu Julius Kambarage Nyerere athibitishwe na Mwenyezi Mungu kuwa yeye ni mwenye heri. Kuwa mwenye heri ni hatua ya kuelekea utakatifu. Utakatifu hujulikana kama hali ya mtu aliyeishi akijitahidi kutoshiriki uovu. Kwa hiyo tunaweza kutafsiri utakatifu kuwa ni hali ya kuwa safi kiroho na kutengwa kwa ajili ya Mungu. Mwenye hali hiyo huitwa mtakatifu. Mtakatifu huthibitika kuwa alidhihirisha hali ya uadilifu wa ndani. Alikuwa mtu mwenye moyo ulio huru na dhambi, moyo uliojaa upendo na utii kwa Mungu. Alikuwa ni mtu anayefuata maadili mema. Yaani alikuwa ni mtu mwenye mwenendo wa haki, huruma, unyenyekevu na uaminifu. Kwa hiyo neno hili utakatifu linadokeza hali hiyo ya mtu anayepewa hadhi hiyo ya kuitwa mtakatifu. Mwenyezi Mungu anatuambia kuwa muwe watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Imeandikwa katika kitabu cha Walawi sura ya 19 aya ya 2. Watu wote bila kujali dini zao wanaitwa kuwa watakatifu kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Watu wote wanaitwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu kwa moyo safi, matendo mema na kujitenga na dhambi. Mchakato wa kufikia utakatifu una hatua zake. Hatua kubwa ya kwanza, huyo anayefikiriwa kuwa atakuwa mtakatifu anapewa hadhi ya kwanza, anaitwa mtumishi wa Mungu. Hii ni hatua inayozingatia fununu na hisia zote zinazotaja kwamba huyo ndugu aliyewahi kuishi anastahili na inawezekana akawa ni mtakatifu. Katika hatua hii, uchunguzi wa maisha ya huyo mtumishi wa Mungu hufanywa, na hasa hufanyika kwenye jimbo lake na mahali pengine alipowahi kuishi na kufanya kazi. Kwa hiyo yeye ni hatua muhimu ya huyo mtarajiwa ambaye sasa anapewa hadhi ya kuitwa mtakatifu, anapewa hadhi ya kuitwa mtumishi wa Mungu. Baada ya hatua hiyo inaingia hatua ya pili. Huyo ndugu anaitwa mwenye fadhila kuu, kwa Kiingereza venerable, au neno jepesi mtukufu. Anaitwa mtu mwenye fadhila kuu. Uchunguzi ukikamilika, idara husika inayoshughulikia utakatifu wa watumishi wa Mungu huko Vatican huthibitisha kuwa kweli mtu huyo
aliishi fadhila kuu za Kikristo. Hatua ya tatu, ndipo mtu huyo hutangazwa kuwa mwenye heri. Hatua hii ikifikiwa, maana yake kanisa limethibitisha kuwa mtu huyo yuko mbinguni. Uthibitisho huu huandamana na tukio la muujiza mmoja kutokana na maombezi yake mtu huyo. Yaani wale wanaokuwa wanahisi huyu ni mwenye heri wanamuomba kwa maombezi yake Mwenyezi Mungu ajalie muujiza utokee, na hivyo muujiza ukitokea unathibitisha kwamba huyu yuko mbinguni. Mwenye heri ni mtu ambaye Kanisa Katoliki limetambua kuwa yuko mbinguni na anaweza kuombwa aombee, lakini hajafikia hadhi ya kuwa mtakatifu. Hatua ya mwisho, mtu huyo huwa mtakatifu. Hatua hii huhitaji muujiza wa pili uliothibitishwa. Mtakatifu ni yule aliyehakikishwa rasmi na kanisa kuwa yuko mbinguni. Wapendwa ndugu zangu, mchakato wa kumtangaza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mwenye heri uko kwenye hatua ya kwanza, yaani yeye ni mtumishi wa Mungu. Na kutokana na umashuhuri wake na kuhusika kwake kwenye masuala mengi ya kitaifa na kimataifa, hatua hii inatarajiwa kuchukua muda mrefu. Kwa wakati atakao Mungu, ukweli wake utadhihirika. Kwetu sisi, jambo la muhimu ni kuzingatia kwa nini watu wanahisi kuwa baba wa taifa ni mtakatifu. Hilo ndilo jambo la kuzingatia. Mchakato unaendelea, na utakapokamilika hatua hiyo, tutaambiwa kwamba sasa amefikia hatua ya kuwa mtu mwenye fadhila kuu, yaani mwenye aliishi fadhila kuu anayestahili kuingia katika hali ya utukufu. Kwa mantiki ya fadhili ya neno mtakatifu, ya fasili ya neno mtakatifu, tunapata jibu kuwa anahisiwa kuwa mtakatifu kwa sababu Mwalimu alidhihirisha hali ya uadilifu wa ndani. Alikuwa mtu mwenye moyo ulio huru na dhambi, moyo uliojaa upendo na utii kwa Mungu. Alikuwa ni mtu aliyefuata maadili mema, yaani alikuwa na mwenendo wa haki, huruma, unyenyekevu na uaminifu. Na kwa mchakato huu, maana yake walio wengi hawana ubishi na sifa hizo kwa Mwalimu. Tunaweza kumlinganisha na watu wengine wengi wanaofikiriwa kuwa ni watakatifu. Leo tunamkumbuka Mtakatifu Kalisto, Papa aliyefariki mwaka 222. Papa huyu alijulikana sana kwa ajili ya kuwatendea wakosefu kwa huruma na wema. Papa huyu alitilia mkazo imani ya kweli na mwenendo mzuri wa Kikristo. Bila shaka sifa hizi na nyinginezo zilimstahilisha kuitwa mtakatifu. Kwa mujibu wa masomo yaliyosomwa, Mwalimu Nyerere alijitahidi kuhakikisha kuwa haki ya Mungu inajidhihirisha ndani yake. Warumi sura ya 1 aya 17. Kwa mujibu wa somo la Injili, Mwalimu Nyerere alijitahidi kuepuka unafiki wa Mafarisayo wa kusafisha kikombe na sahani kwa nje na kuacha ndani unyang'anyi na uovu. Injili ya Luka sura ya 11 aya 39.
Urithi aliotuachia Mwalimu ni ushahidi tosha kuwa alipania utakatifu. Ametuachia urithi mkubwa wa kisiasa tangu kuhangaikia uhuru wa taifa letu, akaingia hatua ya pili, muungano wa taifa letu, na pia akasimamia mageuzi ya kidemokrasia. Hata tulipoanza vyama vingi alitimiza wajibu wake ipasavyo. Ni urithi wa kisiasa aliotuachia. Alituachia urithi wa kijamii na kiuchumi tangu wakati wake alipotangaza Azimio la Arusha mwaka 1967, na katika azimio hilo alikuwa na dira ya ujamaa na kujitegemea iliyokazia ujenzi wa jamii yenye usawa bila unyonyaji na yenye mshikamano. Aidha, aliweka sera za ujamaa na vijiji vya ujamaa. Sera hizi zililenga kuhamasisha uzalishaji wa pamoja, mshikamano wa kijamii na maendeleo vijijini, ingawa alikabiliana na changamoto nyingi katika kutekeleza sera hizo. Zaidi, alisisitiza elimu kwa kujitegemea. Mwalimu alisisitiza elimu ya msingi kwa wote kwa lengo la kuondoa ujinga na kukuza maarifa ya kujitegemea. Alituachia urithi wa kitamaduni, hasa aliposisitiza lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya taifa. Kwa Mwalimu, lugha ya Kiswahili ilikuwa chombo cha mshikamano wa kitaifa, elimu na siasa. Na hata sasa tunafurahi kuona Kiswahili kinahesabika kuwa lugha ya kimataifa. Katika urithi wa kitamaduni, Mwalimu pia alisisitiza maadili ya utu na Uafrika. Mwalimu alisisitiza heshima, mshikamano na utu wa Mwafrika kama msingi wa maisha ya kijamii na kisiasa. Alituachia pia urithi wa kimaadili na kiuongozi. Mwalimu alijulikana kwa unyenyekevu na uadilifu. Hakujitajirisha binafsi akiwa madarakani. Aliweka mfano wa kiongozi aliyeweka maslahi ya taifa mbele ya maslahi yake binafsi. Baada ya kustaafu, aliishi kwa unyenyekevu bila kupuuza mustakabali wa taifa letu. Alipoona kuna ukengeufu, hakusita kutoa maoni yake kwa uwazi na ukweli. Mwalimu alituachia urithi wa kikanda na kimataifa. Alitoa mchango mkubwa katika ukombozi wa Afrika. Mfano, hakufurahi kuona kuna nchi za Afrika haziko huru. Aliumia na wana Msumbiji, wa Zimbabwe, Namibia, Afrika Kusini na kwingineko. Alitoa mchango katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ingawa jumuiya hiyo ilivunjika mwaka 1977. Misingi ya umuhimu wa kushirikiana ilikuwa imara, ndio maana jumuiya hiyo ilifufuka baadaye. Alishiriki kujenga diplomasia ya kusini mwa dunia. Alikuwa mstari wa mbele kupigania usawa wa kiuchumi kati ya nchi zilizo upande wa kaskazini, yaani mataifa matajiri, na nchi zilizo kusini, mataifa yanayojitahidi kuinua uchumi wao. Ndugu zangu, urithi huu aliotuachia Mwalimu ndio hamasa kwetu. Ndiyo maana hatuachi kumfikiria, hatuachi kumwombea kwa Mungu kwamba katika jitihada hizi, Mwenyezi Mungu mjalie awe mwenye heri. Yeye ni binadamu, alikuwa binadamu kama sisi tulivyo, na inawezekana alimkosea Mungu mara kadha wa kadha. Tunapofanya misa hii,
kwa kweli tunamuombea yeye ambaye bado anastahili kuitwa marehemu ambaye ni mtumishi wa Mungu. Tunamuombea asamehewe na apewe hadhi hiyo ya kuwa mwenye heri, kwa sababu alijitahidi kumpendeza Mungu kwa maisha yake. Kwa sababu hizo, huyu mtumishi wa Mungu ambaye tunahisi Mungu anaweza kuwa amempa utakatifu, tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kusali kwa ajili yake. Sisi tubaki na swali: je, tunatamani kweli kuwa watakatifu? Tunatamani kweli kuwa watakatifu? Kama tunatamani, basi tuzingatie kwa makini tafsiri au fasiri ya neno mtakatifu, kama nilivyosema hapo mwanzo. Kama tunatamani, tumchukue mwalimu kama kielelezo, kwamba kwa njia yake tunaweza na sisi kuinuka. Hata kama binadamu hatufanani, lakini tunaweza kuinuka, kwa sababu baadhi ya mema aliyoyafanya bado yana thamani katika ulimwengu wa sasa. Tujiulize, nimefanya nini na ninafanya nini sasa kudhihirisha kuwa ninatafuta utakatifu? Kama nilivyosema, utakatifu sio mwito wa Katoliki tu, ni wa watu wote. Kwa jinsi watu tunavyotendeana wema na wakati mwingine ubaya. Tunapotendeana wema, tunasema bado wengi wanaitwa kuwa watakatifu. Tunapotendeana ubaya kati ya mwanadamu na mwanadamu, kati ya Mtanzania dhidi ya Mtanzania mwenzake, tunaweza kuhisi kwamba wapo watu walishatoa utakatifu kwenye orodha ya vipaumbele vyao. Basi leo tunapomwombea mwalimu, tukumbuke kiama kipo na tutaulizwa na Mwenyezi Mungu wakati utakapowadia. Ni wakati huu tunapoweza kuandaa jibu la kumpendeza Mwenyezi Mungu na kuwapendeza wanadamu. Mwalimu Nyerere abaki kuwa kioo, tujitazame tulivyo, na kwa vipaji tulivyo navyo tufanyie kazi. Bado tuna fursa ya kufanya vizuri, tutumie hiyo fursa ili mbele ya Mwenyezi Mungu tuwe na utukufu, lakini pia jina letu lisife hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.